Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameweka wazi kwamba kama muungano mmoja wa upinzani humu nchini watapinga mswada wa kifedha wa mwaka 2026-2027 ambao unatarajiwa kufikishwa bungeni ili kupitishwa. Kalonzo akisema kwamba mswada huu unalenga kukandamiza Wakenya hata zaidi na kupelekea gharama ya maisha kuongezeka, akibaini kuwa mwezi ujao wa Juni wataandaa maandamano ya kupinga mswada huo. Kando na hayo, viongozi wa upinzani wameweka wazi kuwa hawatakubali jamii zozote kutengwa au kulengwa kwa misingi ya asili yao kwa manufaa ya mtu pekee. We will not allow you, Mr. William Ruto, to profile any community in this country. There will be no profiling. Nobody will profile the communities in the northeastern wa Somali. Nobody will profile the Luyas. Nobody will profile the Kalenjins. Nobody. If you seriously know that this is a different nation, you will have to toe the line. We will not allow you. 2007 was bloody. It can never happen again as long as God gives us breath. We will never allow damu ya wananchi imwagike kiolelaolela, na ndio sababu tunasema we will deal with you at the ballot. And this is why we also say we know kwamba hii serikali inanuia wakishindwa wakatalie pale. Simulisikia jamaa akisema hawezi kuachia mpumbavu kazi. Tayari sisi kama United Alternative Government tumeangalia na tukaona makadirio mengine hapo ni ya kuumiza zaidi wananchi. Kwa hivyo next June, tukikumbuka mwezi wa 3 mwaka wa 3 tangu vijana Gen Z wawe, tutakuwa pia tukipinga vikali mengine ambayo Bwana Ruto na serikali yake wanaweka juu ya mambo haya. Kwa nini tusipunguze gharama ya hii mafuta inapofika hapa kwa kupunguza ile faida hawa wanatengeneza? Sababu ni moja, kwa sababu ile faida hizi kampuni zinatengeneza inaenda kwa mfuko ya William Ruto. Mumetisha nchi, mmeifanya mali yenu, hakuna kitu inasonga. Na ndio maana unaona wengi wetu tumeanza kuondoka. Tunamfuata huyu ndugu yetu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka